Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na maswali na tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Namwita Mheshimiwa Saleh Mbwana Mhando, mbunge wa Kilindi, aweze kuuliza swali lake. Yamekwisha na sasa ni maswali ya... Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa swali langu namba 337 liweze kupata majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Saleh Mbwana Mhando, mbunge wa Jimbo la Kilindi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Kilindi ina mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 871.59 unaohudumiwa na TARURA. Aidha, ina jumla ya vivuko 1066 ambapo madaraja makubwa ni 3, box culvert 592, solid drift 466, vented drift 5. Daraja moja linafanya kazi na yaliyoharibika ni 2. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kufanya usanifu na kujenga madaraja ambapo katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali ilitenga kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Mgera lenye upana wa mita 20 kwa awamu ya kwanza na ujenzi umefikia 60%. Aidha, kwa mwaka wa fedha 2025/26 serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa daraja hilo la Mgera. Aidha, serikali imekamilisha usanifu wa daraja la Nagero lenye upana wa mita 80 ambapo ujenzi wake unakadiriwa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.72. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali inaendelea na ukarabati wa madaraja yaliyochakaa katika wilaya ya Kilindi ambapo katika mwaka wa fedha 2023/24 ilikarabati daraja la Ngeze, barabara ya Kwekivu Ngeze kwa gharama shilingi milioni 7.8 na kujenga box culvert jipya barabara ya Mapanga Mlingotini kwa gharama shilingi milioni 24.14. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga bajeti ili kuendelea na ujenzi wa madaraja mapya na ukarabati madaraja yaliyochakaa kote nchini ikiwemo jimbo la Kilindi. Asante. Maswali ya nyongeza, Mheshimiwa Saleh Mbwana Mhando. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Waziri, zaidi ya miaka 4 sasa tangu madaraja kadhaa katika jimbo la Kilindi kukatika kabisa, ikiwemo daraja la Negero, daraja la Vunila, daraja la Tamota, daraja la Kwamfyomi, daraja la Sambu na daraja la Makerere. Hali hii imeleta changamoto kubwa sana hasa kwa wagonjwa kwa kipindi chote hicho, lakini zaidi mama zetu wajawazito ambao siwezi kuelezea kwa undani kupitia bunge hili. Mheshimiwa Waziri, serikali haioni haja ya kuchukua hatua za dharura katika kuhakikisha kwamba inakwenda kuwawezesha TARURA kuweza kurejesha huduma za usafirishaji katika maeneo hayo niliyoyataja, lakini pia kutokana na bajeti ndogo wanaopata TARURA wilaya ya Kilindi na kwa mazingira magumu ambayo nimeyaeleza, serikali haioni haja sasa ya kuweza kuweka mpango wa kuiongezea bajeti TARURA wilaya ya Kilindi ili iweze kukabiliana na changamoto kubwa zinazokabili miundombinu ikiwemo madaraja na vivuko katika jimbo la Kilindi. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Mbwana Mhando Saleh, mbunge wa Kilindi. Ninafahamu kwamba jimbo la Kilindi ni moja ya majimbo yenye changamoto za barabara pamoja na madaraja, na Mheshimiwa mbunge mara kwa mara amewasilisha taarifa za kuhitaji matengenezo hayo, na kwa taarifa njema Mheshimiwa Mhando, bajeti ya TARURA kwa jimbo la Kilindi imeongezeka kwa zaidi ya mara 3.5. Mwaka 2020/21 bajeti ilikuwa bilioni 1 kwa mwaka, lakini hii mwaka wa fedha 25/26 bajeti ya TARURA Kilindi ni takriban bilioni 3.94. Kwa hiyo kwanza serikali inatambua kwamba tunahitaji mkubwa wa kujenga madaraja na barabara Kilindi, na ndio maana bajeti imeongezeka kwa zaidi ya mara 3. Lakini jambo la muhimu Mheshimiwa mbunge ni kuhakikishie kwamba tumeshafanya tathmini ya madaraja yote yaliyoharibika
na tayari tunaendelea na taratibu za kibajeti kuendelea na ujenzi. Yako madaraja ambayo tunaendelea na ujenzi hivi sasa, lakini yako madaraja ambayo tunaendelea kuandaa utaratibu wa fedha kwenda kuhakikisha yanajengwa na kurejesha huduma za usafiri na usafirishaji kwa wananchi. Kwa hiyo kuhakikishia Mheshimiwa Mbunge kwamba jambo hilo litafanyika na bajeti ya serikali itaendelea kuongezwa kwa kadri ya upatikanaji wa fedha ili barabara za Kilindi ziweze kupitika vizuri zaidi.